Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tumemkamata na tunaendelea kumhoji mwanamke ambaye anaitwa Elizabeth Chacha Mbushi. Huyu ana umri wa miaka 30, ni mfanyabiashara na mkazi wa mtaa wa Ziwa katika kata ya Butimba iliyoko wilaya ya Nyamagana katika mkoa wa Mwanza, kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kuwa ametekwa na watu ambao hawafahamiki. Siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 8 na dakika 45 za usiku, huko katika mtaa wa Ziwa katika kata ya Butimba, mwanamke huyo ambaye nimemtaja aliamua kuwaacha watoto wake 4, akiwepo mtoto mmoja mwenye umri mdogo wa miaka 2 nyumbani kwake bila uangalizi wa mtu yeyote. Na baada ya kuwaacha, aliamua kutoroka pale nyumbani kwake na kuelekea mkoani Singida katika wilaya ya Manyoni kwa lengo la kwenda kukutana na mwanamume wake, yani hawara yake. Mtuhumiwa huyo wakati huko njiani akielekea huko Manyoni, aliamua kutoa taarifa za uongo kwa mume wake, ambaye pia mwanamume huyo amefanikiwa kupata naye watoto hao wote 4, kuwa ametekwa na watu wasiofahamika, na kwamba watekaji hao walikuwa wanataka walipwe kiasi cha fedha, kiasi cha shilingi 800,000 ili waweze kumwachilia huru. Baada ya kumpa taarifa hizo za uongo mume wake mara moja alitoa taarifa kwa jeshi la polisi, na wakati huo mwanamume huyo anapata hizo taarifa hakuwepo nyumbani. Alikuwa amesafiri katika shughuli zake za biashara, ambapo alikuwa katika mikoa ya kusini huko kwa kipindi cha zaidi ya miezi 3 akiwa huko anafanya biashara. Jeshi la polisi baada ya kupata taarifa hizo, tulianza kufanya uchunguzi na ufuatiliaji wa kina kuhusiana na taarifa hiyo ambayo ilistua na ilileta taharuki kubwa katika jamii nzima ya mwanamke huyo, mume wake, pamoja na wananchi wa eneo hilo la Butimba na mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Baada ya kufuatiliaji wa kina kufanywa na jeshi la polisi, tulibaini kwamba taarifa hizo hazikuwa na ukweli wowote. Hata hivyo, askari wetu makachero waliweza kufuatilia na hatimaye walifanikiwa kumkamata mwanamke huyo siku ya tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu. Wakati mwanamke huyo anakamatwa na askari wetu wa jeshi la polisi, alikutwa akiwa salama salimini, lakini wakati huo alikuwa tayari amekwisha safiri kutoka Mwanza kwenda Manyoni katika mkoa wa Singida na kwenda kukutana na huyo mwanamume wake ambaye awali alikuwa akifanya kazi kama fundi ujenzi katika eneo hilo la Butimba. Baada ya mahojiano ya awali, mtuhumiwa amedai kuwa amefanya kitendo hicho kutokana na maisha alisukumwa na ugumu wa maisha ya ndoa, hasa kutokana na mume wake kutingwa na majukumu mengi ya kibiashara yaliyomfanya mwanamume huyo kusafiri mikoani mara kwa mara, na hivyo yeye kukosa huduma ya kindoa. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa za mahusiano ya kimapenzi, na mtuhumiwa anaendelea kuhojiwa na jeshi la polisi kwa kosa hilo la kutoa taarifa za uongo kwa jeshi la polisi na kwa wananchi wengine kwamba alikuwa ametekwa na watu wasiofahamika, na hivyo kuleta taharuki kubwa kupitia taarifa zake hizo ambazo zilikuwa ni za uongo. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo,
Tunaomba wananchi kuacha mara moja kujitungia matukio yanayozua taharuki kama vile kujiteka kwa nia ya kujipatia fedha au kufanya mizaa au kutatua changamoto za kifamilia. Kitendo hicho ni kosa kisheria, lakini pia kinapoteza rasilimali na muda mwingi wa Jeshi la Polisi ambao ungeweza kutumika kuzuia na kuchunguza uhalifu mwingine wa ukweli uliojitokeza katika maeneo yetu. Jeshi la Polisi linatarajia kuchukua hatua za kisheria kwa mwanamke huyo kwa kutoa taarifa za uongo kwamba ametekwa. Lakini pamoja na hatua hizo za kisheria ambazo tunatarajia kumchukulia mwanamama huyo, pia tayari Jeshi la Polisi kupitia dawati la ukatili wa kijinsia na watoto, ambapo kuna washauri wetu wanaohusika na mambo ya ushauri nasihi wakiwa wanandoa, tayari tumesha wakutanisha wanandoa hao wawili na dawati hilo, na wanaendelea kupata ushauri na nasihi kuhusiana na namna bora, namna ya kimahusiano waendelee kuishi kama wanandoa bila kujitokeza changamoto hizi.